na rais wa Kenya alikuwepo. So Mario ka perform kwenye hiyo tukio kubwa akiwemo rais wa Kenya William Samoei Ruto. So wakati Mario na perform akaimba wa Mombasa, nini bora niende Mombasa, Rais Ruto akawa anaitikia ule wimbo wa Mombasa. Paka Mario akapiga magoti. Brother, not easy man. Not easy. Yani rais wa nchi, tena sio nchi yako. Sikilize vizuri, rais wa nchi, tena sio nchi yako. Ana vitu vingapi vya kushughulikia kwenye taifa lake? Ana vitu vingapi vya kuhangaikia? Then amewahi kukaa akasikiliza ngoma yako inaitwa Mombasa na anajua verse, even melody. Mombasa, bora niende Mombasa. Maana yake ni kwamba ni rais ambaye anaujua wimbo wako. Yani inawezekana Kenya kuna wasanii wengi sana, lakini Rais Ruto hajui hata nyimbo za wasanii wa Kenya, lakini kajua ngoma ya Mario ya Mombasa. Brother, that is a privilege man. Yani hiyo ni heshima. Hiyo ni heshima amekuonyesha. Yani ameonyesha ukubwa wako. Hiyo sio moja kukarisha wimbo, mbili kukubali kuimba tena wewe ukiwepo pa. Na anajua anachokifanya. Ni ya pili, kukaririsha wimbo wako wa Mombasa, pili akaimba na wewe ukiwepo pale. Rais wa nchi wa taifa la Kenya anaimba kitikio cha wimbo wako wa Mombasa. Hiyo ni heshima kubwa sana my brother. Inaonyesha namna ukubwa wako na ngoma zako zinavyofuatiliwa na watu wa kila rika. Rais ni mtu wa makamo, sio kijana yule, sio Gen Z, wala sio millennials wale. Manake ni mtu wa makamo, kashaenda umri ushaenda. Lakini ana uwezo wa kukaa akasikiliza ngoma ya Mario ya Mombasa. Inakupa picha ni kwamba ngoma zako zinafuatiliwa sana. Mario kulikuwa na event nafikiri inafanyika Mombasa. Then Mario akaenda kuperform. Unajua ngoma ya Mario ya Mombasa ni ngoma ya kimkakati sana. Target ilikuwa ni kuteka soko. Kuteka soko gani? That's why akaita Mombasa. Mombasa ukitaja sehemu za pwani ambazo zinasifika kwa mapenzi, umeelewa vizuri, huwezi kuacha kutaja pwani ya Mombasa. Kwa maana ni kwamba Mario alikuwa anasimulia kwamba mwanamke wangu Bongo kanishinda, itabidi niende Mombasa nikatafuta wengine ambao wanajua mapenzi. Kwa ilikuwa ni ngoma ya kimkakati ambayo kwa upande wa Mombasa kwamba kwanza wanaenda kuwa proud. Mario kawaimba kawasifia kwamba anaenda Mombasa atapata mwanamke na vitu kama hivyo. Kwa ni ngoma ambayo Mario aliitoa kimkakati na imefanikiwa. Hakuna Mkenya yoyote ana uwezo wa kuichukia ngoma ya Mombasa. Ndio kitu ambacho Mario alikuwa amekitarget kwenye ngoma ya Mombasa. Na kimefanikiwa 100%.